Na mtazamaji, kwa miaka mitano hivi wataalamu wa afya nchini wameonya dhidi ya utumizi mbaya wa dawa za kuongeza nguvu za kiume. Hii ni kutokana na dawa hizo kusababisha madhara na hata kifo. Kwa mwaka mmoja sasa, wanaume 5 wameripotiwa kufariki baada ya kutumia dawa hizo na kupata matatizo ya moyo. Wahudumu wa afya wanaouza dawa hizo wamelaumiwa kwa kutowalazimu watumizi kuwa na barua kutoka kwa daktari. Na kama anavyoarifu Gatete Njoroge, kupatikana kwa dawa hizo kwa urahisi na gharama ya chini pia kumechangia janga hili. Mtaa wa Pipeline, ziara yetu inatupeleka katika maduka ya kuuza dawa. Kwa shilingi 50 tunapata tembe ya kwanza. Tunaelekea katika duka nyingine ya kuuza dawa. Dawa hii ya shilingi 100 ni miligramu 100. Hapa hakuna anayekuuliza iwapo umeruhusiwa na daktari kutumia dawa hizi. Au kiwango cha dawa unachopaswa kutumia. Ni kufika, kuagiza, kulipa na kuondoka. Asilojua muuzaji ni kuwa mnunuzi huyo huenda akawa na magonjwa ya kuathiri moyo bila hata yeye mwenyewe kufahamu, na utumizi wa dawa hizo bila muongozo wa daktari unahatarisha maisha yake. Hapa ni rahisi sana kupata. Kila chemist unapata hiyo. Na hakuna maswali mingi unaulizwa. Hakuna maswali. Hata kuulizwa uko na prescription au hujaulizwa. Leo tumeweza kupata tembe 4. Vile tumeweza kutambua kwamba kuna hizi 2 ambazo unanunua, moja ni shilingi 100. Kwa hivyo hii ni shilingi 200. Kuna hii moja ambayo tumenunua kwa shilingi 100 na pia imeandikwa 100. Na kuna hii ndogo ambayo tumeipata ya shilingi 50, kwa shilingi 50. Kwa hivyo kwa shilingi 350. Tembe ndio hizi hapa. Anthony si jina lake rasmi, ni mtumizi wa dawa hizi. Kwa mwaka mmoja amekuwa akizuru maduka ya kuuza dawa kupata tembe zake. Kwa shilingi 250, yeye hupata tembe 4 za kumridhisha kwa wiki 2. Anasema tembe hizi zimetimiza ndoto yake na kutunza ndoa yake. Nilioa, nilikuja nikapata bibi kwa nyumba. Naye ni kama alikuwa yeye kuna nguvu sana kuniliko. Sasa ikabidi nitafute njia. Nilienda nikatafuta hii dawa ya kukunywa ya maji, lakini nikapata hainisaidii. Nikaenda nikatafuta kuna nyingine nilipewa inaitwa mkombero, nayo haikunisaidia. Rafikie aliyekuwa na tatizo sawia alimpa wazo la kutafuta usaidizi katika maduka ya kuuza dawa. Walianza kutumia bila ya ushauri wa daktari. Hiyo siku kwa nyumba, at least bibi yangu alifurahia na mimi pia nikaona iko vizuri. Nikakuwa hivyo. Sasa nimekuwa addicted kitu kama mwaka mmoja, nilioa juzi. Ufahamu alionao kuhusiana na tembe hizi ni kumeza moja tu. Dawa hiyo husalia mwilini kwa siku 3 na unafaa kumeza dakika 20 kabla ya kushiriki ngono. Hana ufahamu kuwa dawa hizi zinaweza kukatiza maisha yake. Roho inakugonga sana. Na kugonga unasikia kama unapasuka. Saa zingine kichwa inaanza kukuuma. Nasikia unaumwa na kichwa serious. Hiyo kitu wakati umekunywa na huyu mtu mwenye anakunywa naitwa pangi nyasole, mko pamoja, mtu akikuangalia hivi anadhani umekunywa pangi. Sababu yake kutumia dawa hizi ni kuzuia aibu ya kukosa kutimiza majukumu yake kama mume. Ni tabia kama hizi ambazo zinaendelea kuwaweka wanaume wengi kwenye hatari. Mwaka huu pekee, ripoti zimeonyesha wanaume 5 walifariki baada ya kumeza tembe hizi na kupatwa na matatizo ya moyo. Lazima hizi dawa umeandikiwa na daktari mwenye amehitimu kukuandikia. Na daktari atajua kwamba ni dawa gani anafaa kukupa, na yule mwenye anakupa hiyo dawa hafai kubadilisha. Manake labda umepewa ile ya muda mfupi na si ya muda mrefu. Manake labda una masuala mengine ambayo pia yanafaa kuzingatiwa. Kwa hivyo hizi ni dawa ambazo lazima zipewe kwa kuandikwa na daktari peke yake.
Daktari Mora anasema dawa hizi hutumiwa na wagonjwa walio na matatizo ya ukosefu wa msisimuko wa nguvu za kiume. Hizi tembe hazisababishi watu kufariki. Ule ugonjwa ambao upo katika moyo na mishipa ndio unasababisha watu kufariki. Kwa hivyo kabla mtu hajasema kwamba mtu alimeza hii dawa akafariki, jiulize kwamba yule alikuwa ameimeza alikuwa na ugonjwa gani ambao ulimfanya akameza hii dawa na akafariki. Katika toleo la jarida la Marketing Africa mwezi Agosti, Daktari Johansen Oduor, mwanapatholojia mkuu wa serikali, aliangazia namna utumizi wa dawa za kuongeza nguvu za kiume unavyowaathiri wengi, akitoa mifano miwili ya wazee wawili waliofariki baada ya kutumia dawa hizo mwaka jana. Daktari Oduor amehimiza kuwepo kwa njia ya kuzuia utumizi mbaya. The thing with medicines. Kwa upande wao, shirika la wafamasia nchini limekiri kuwepo kwa utepetevu miongoni mwa baadhi ya wauzaji wa dawa. Shirika hilo lilitoa onyo mwaka 2021 na kusema kuna haja ya taasisi za serikali kukaza kamba kukabili hali. We have the pharmacist who would say the daktari, and then now we have a diploma holder who is a technologist. Most of our pharmacies, about 90% of our pharmacies have the technologists. So it is not to put blame, but to say that ideally you should not just buy it just because you asked for it. There should be a questionnaire. You should be asked a few questions. Baadhi ya athari ya kutumia dawa hizi bila mwongozo wa daktari ni kuumwa kwa kichwa, kutokwa na damu puani, uchungu katika sehemu ya chini ya tumbo, kuendesha, kuhisi kizunguzungu, kupungua kwa kasi ya damu, kupofuka na hata kifo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.